Asante sana. Nashukuru sana. Nampa Mungu utukufu wote kwa sababu ya matendo yake makuu, kwa sababu ya kutupatia nafasi hii. Na pia ni shukuru timu ya Kariakoo Business Awards kwa kutuona wana Kariakoo ama kutuona vigogo wa Kariakoo, wametuona tunafaa. Nasi pia kwa kweli tunashukuru sana kwa sababu wametuona katika hizi tuzo. Okay, madam, tuambie tukio kama hili Waziri Jafo kushiriki kama mmoja kiongozi mkubwa, wewe umelichukulia katika ukubwa gani? Kwangu mimi nimelichukulia ni tukio lenye nguvu sana, na ni tukio ambalo limemgusa kila mmoja. Yani kwa mfanyabiashara mdogo tumeona pale wameguswa, mpaka wale winga wameguswa, wafanyabiashara wakubwa wameguswa, wafanyabiashara wa aina zote. Kwa hiyo kwa upande wa Waziri Jafo kuhudhuria tuzo hizi za Kariakoo Awards ni jambo la heshima kwa kweli. Kwa upande wetu Kariakoo ni jambo la heshima. Mtu ambaye akikuangalia hapa leo unavyoonekana, makeup kali na nini, kuna mtu anatamani angalau basi at least asogelee tu kidogo. Unawashauri nini basi kwa ambao wanatazama hapa? Mimi na washauri wadogo na wakubwa, kila ambaye ana kiu ya kufanya biashara, jambo la kwanza awe mwenye huruma. Jambo la pili awe ni mtu wa kujitoa, ajitoe, atoe muda wake, ajihimu, asiogope. Ukiwa unataka kuwa mfanyabiashara usiogope jambo lolote lile. Wewe jitoe kwa ajili ya kufanya biashara, jitoe kwa ajili ya kuanzia chini, kwa sababu mfanyabiashara huwa anaanzia chini ndio aweze kupanda juu, na anayekupandisha ni Mungu peke yake. Kwa hiyo mtegemee Mungu katika mambo yote. Kila jambo unalolifanya bila Mungu haliwezekani. Kwa hiyo jitoe kwa Mungu, jitoe kwa watu, jitoe kwa wadogo, jitoe kwa wakubwa, na ufanye kazi kwa bidii na utafanikiwa. Asante sana. Amen, asante. Wakiambiwa Jafo anafika saa 7:20, manake saa 7:20. Niwashukuru kwa jambo hili kubwa leo la tuzo ambalo linaenda kuhakikisha kwamba lina watunuku watu na kuwapa spiriti kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Na haya ndio malengo makubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi chake cha serikali ya awamu ya 6 mmeona katika kuweka misingi mizuri ya kibiashara nchi yetu. Nchi ameifungua, sio Kariakoo. Ameifungua nchi kwa ukubwa wake wote. Tunafahamu jinsi gani hasa utaratibu wa biashara na uwekezaji nchi yetu umebadilika. Toka serikali ya awamu ya 6 ilivyoingia, mama aliamua kuhakikisha maeneo mbalimbali yafanye vizuri, upande wa uwekezaji na upande wa biashara. Na hili mmeliona